Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imesema hakuna sheria iliyokiukwa wala kuvunjwa kutokana na kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Uamuzi huo umetolewa leo na hakimu mkazi mfawidhi Franco Kiswaga wakati kesi hiyo ilipoitishwa kwa ajili ya kutajwa, ambapo Lissu anawakilishwa na mawakili 31 huku jamhuri ikiwa na mawakili watatu wakiongozwa na Nasoro Katuga, Jobu Mrema na Isa Tawabu. Katika kesi hiyo ambayo imeahirishwa hadi Mei 6 ya mwaka huu ambapo itasikilizwa kwa njia ya mtandao, hakimu Kiswaga alisema amezisikiliza hoja kutoka pande zote mbili. Miongoni mwa uamuzi alioutoa hakimu Kiswaga katika kesi hiyo ambayo imesikilizwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 11 jioni, alisema ya kwamba kuna sheria inayoipa mahakama hii mamlaka, ndio maana leo hii kesi inaendeshwa kimtandao. Kwa hiyo sio lazima mahakama kuombwa, bali yenyewe inaweza kuona kuendesha kesi kwa vile itakavyopendeza, kama iendeshe kawaida ama kimtandao. Kuhusu hoja ya mahakama ifanye nini kwa tarehe zijazo, ni kwamba mahakama itatoa linki kwa pande zote mbili kiasi kwamba umma unaweza kufuatilia mwenendo huu tena kwa watu wengi zaidi. Akiendelea na nukuu yake, amesema kwamba mahakama hii inaona sheria haijakiukwa wala kuvunjwa, hivyo haimaanishi shauri hili mwanzo mwisho kwamba litasikilizwa kwa njia ya mtandao, na airisha kesi hii hadi Mei 6 ya mwaka 2025 ambapo itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Itakumbukwa kwamba kwa mara ya kwanza Lissu alifikishwa mahakamani hapo Aprili 10 ya mwaka 2025 kikabiliwa na kesi mbili ya uchochezi na uhaini. Katika kesi hiyo Lissu anatetewa na mawakili 31 wakiongozwa na Mpare Mpoki, Peter Kibatala na Rugemeleza Inshallah, ambapo aliibua hoja ya kwamba mwenendo wa kesi hiyo ni batili kutokana na sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo ni kwamba wanaiomba mahakama hiyo isiahirishe kesi hiyo bali isikilizwe, pia itoe amri kwa afisa magereza wa mkoa na mkuu wa gereza la Ukonga wafike mahakamani kuhojiwa kwamba kwa nini mteja wao hajafikishwa mahakamani. Pia mahakama hiyo itoe tafsiri juu ya kuzuiwa kwa mawakili na ndugu kumwona Lissu sambamba na mteja wao kuhamishwa gereza pasina kufuatwa utaratibu. Pia kutoa amri kuhusu watu kuzuiwa kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo, ikiwemo waandishi wa habari, mawakili na wafuasi wa Chadema waliokamatwa na kupigwa. Mbali na hilo, pia upande wa utetezi umehoji kuhusu kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, ambapo wao wanaomba mteja wao afikishwe mahakamani ili kutoa nafasi kwa watu mbalimbali kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo. Katika nukuu yake, wakili Jebra Kambole ambaye anamtetea Lissu alisema kwamba Lissu kahamishwa gereza bila mawakili ama mtu yeyote kupewa taarifa na wala kukuwa na uangalizi wowote wa kitabibu. Hajui ama hatujui sababu za yeye kuhamishwa, hivyo mahakama ijue kwamba magereza umevunja sheria, alisema hivyo Jebra Kambole. Baada ya kutoa hoja hizo, upande wa jamhuri ulijibu kupitia wakili wa serikali Nasoro Katuga na John Mrema ambao waliomba mahakama hiyo itupilie mbali hoja hizo za utetezi. Miongoni mwa nukuu zao ni kwamba upande wa jamhuri umeieleza mahakama hii ya kwamba upelelezi haujakamilika. Hii inatoa hitimisho kwamba mahakama yako tukufu inaweza kuahirisha kesi. Kuhusu kuendeshwa kesi kwa njia ya mtandao, hiyo ipo kwa mujibu wa kanuni, ambapo mahakama hii ina mamlaka bila kuombwa na mtu yeyote kuendesha kesi kimtandao kutokana na sababu mbalimbali. Kuhusu hoja ya kwamba kuna haki za kikatiba zimevunjwa kwa kesi hiyo kuendeshwa kimtandao, wakili Katuga alisema ya kwamba Kisutu sio mahakama ya kikatiba kwa mujibu wa sura ya 3 marejeo ya mwaka 2019. Baada ya kutoa hoja hizo, hakimu Kiswaga ndipo alipotoa uamuzi ambapo alisema sheria ya usikilizwaji wa kesi kwa njia ya mtandao haikuanzishwa kwa sababu ya mlipuko wa ugonjwa wa COVID kama hoja ambayo iliibuliwa na jopo la mawakili 31 wa Lissu, bali ni sheria iliyotungwa kwa sababu mbalimbali na itaacha kutumika hadi pale itakaposemwa isitumike. Hivyo sheria hiyo itatumika wakati wote. Kuhusu mshtakiwa kuhamishwa katika gereza moja kwenda jingine, hakimu Kiswaga alisema mahakama hiyo haikusema pelekwe gereza gani, na kuhusu hoja ya ukandamizwaji ndugu na mawakili kutomuona mteja wao ama ndugu yao, amesema kwamba hoja hiyo imetolewa dhidi ya magereza ambao hawapo mahakamani.
Kuhusu kuitwa kwa afisa magereza wa mkoa na mkuu wa gereza la Ukonga kuhojiwa, mahakama hiyo imesema kwamba inapata shaka kwamba hakuna kifungu chochote kinachoipa mamlaka kuwaita. Mimi nitumika ndaba, na hizi ni ripoti za kimahakama hii leo kuhusu mwenendo wa kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu.